msalaba, msalaba wangu unavuja damu, msalaba, msalaba wangu unavuja damu, msalaba, msalaba wangu unavuja damu, msalaba, msalaba wangu unavuja damu. Jitahidi kuwa naamini mama, Mungu yupo na sisi. Pole sana mama. Mambo jitahidi kula. Poleni na kazi. Hivi wewe unachokitaka ni nini? Na kuahidi mama yangu, utapona mama yangu, usijali. Jitahidi mama. Na kuahidi mama yangu, nitakupambania kwa kila hali. Utapona mama yangu. Nitashukuru mwanangu. Nitaendelea kuwa nawe hapa kwa kila hali. Msalaba, msalaba wangu unavuja damu, msalaba, msalaba wangu unavuja damu, msalaba, msalaba wangu unavuja damu. Aisee, yani bosi leo kumnako chuma dawa basi kuna mizimu inapiga mabuti. Yani mitama. Kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Kwa sababu haiwezekani kila kazi unapewa uwezi, kila kazi unapewa uwezi. Mbona sisi tumekaa tujapigwa mitama hapo? Hivi. Tena kwa mimi nisinge kupiga mabuti tu. Ningetandika na bakola. Ndio maana unapigwa mitama. Mbona sisi tumesema tupige mitama hapo? Basi nisamee mizimu. Mizimu nisamee. Hivi anakushinda nini mtoto wewe? Aha, unazungumzia kile cheupe kile. Nani? Yule panjuani yule mweupe yule. Sasa sikiliza. Mimi shoga yangu nipe siku hizi 2. Namleta hapa. Mimi namleta. Tena namleta hapa. Sio siku 2, nakupa masaa. Na sasa hivi sitokubali kuondoka peke yangu. Nitakufa na wewe. Mimi nisamee, unajua mimi yatima Mimi niache huku kunibaki duniani, wewe ndo ufe. Sasa sikiliza. Hapa niondoke kwa miguu au niyayu? Baki hapo hapo. Mipanju sina pesa, sina mtonyo, sina mapene. Yani na kesho kumba Mola usiku wa manane. Mi sina pesa, sina mtonyo, sina mapene. Napigwa jua mchana kutwa mpaka niseme. Mama ngumu kwe uko ndani mgonjwa. Mi sina pesa na nahitaji dawa. Binadamu noma wanaga huruma. Na ukiwafatisha utapagawa. Maneno yao misumali inavyochoma. Mi soful khali na sonona. Yao asidika linavyobabua. Yani wako tayari hata kukua.
Ae, msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu, msalaba. Bwana Panju. Naam Dr. Sule. Vipi? Safi kabisa. Mama anaendeleaje na nyumba? Mama anamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah sasa hivi. Oh, jambo zuri kusikia hilo. Ila jana usiku alisumbua kidogo. Ila sasa hivi alhamdulillah. Mimi ningependa sana uzingatie dawa. Yaani swala la dawa hakikisha unaliweka kwa wakati. Kama utazingatia swala la dawa kwa wakati, utampa chakula kwa wakati, na swala la usafi ukalizingatia, itafanya mama yako apone kwa haraka, maana ule ugonjwa aliokuwa nao mama yako sio miongoni mwa magonjwa makubwa au niseme magonjwa sugu. Sio, unanielewa? Na jambo lingine, kama utakopo makini sana, yule dada wa kazi wa usafi, naona kama hayupo serious na mama yako. Wewe simama. Wewe jukubeke. Wewe simama. Wewe vipi bwana? Wewe bonyeza crash eti vipi? Mimi nimechoka wewe, nisusi. Nataka kupumzika. Sasa mabuti wa kutoka wewe. Wa kutoka si mimi naoendesha. Sasa wewe unaendesha au unaendeshwa hapo? Nakusikia sema tundoka tatuai bana. Kwanza moja una elementi, mimi pia unanipa elementi. Sio shida zako hizo elementi wewe. Hapo nisikize. Kwanza hii pikipiki yenyewe tunaibaka mwisho wa siku. Wewe sio shida zako, sasa nakufike kwako. Wewe unataka mimi nikufe? Tulia elementi gani? Wewe unataka kufike kwako, tulia. Wewe mke wangu kule mimi ananichanganya bwana. Yaani asubuhi nimemwachia shilingi 15,000 mpaka sasa hivi sijala chochote. Wewe mabuti. Nakuta mandazi na chai. Pesa nyinyi nimemwachia nyingi sana. Bwana nichanganye sana mpaka sielewi. Sijakuelewa, haipo serious kwa upande gani? Nachotaka kukwambia, ningependa sana mama yako afanywe usafi kwa wakati. Na kwa yule dada ninavyomuona kwenye swala la usafi ni mvivu sana. Kama inawezekana, hakikisha unambadilisha haraka, maana vitampelekea mama yako kupata ugonjwa wa vidonda kuanzia mgongoni kushuka chini. Na kuomba sana zingatia hilo. Nitajitahidi sana kufuata ushauri wako. Basi sawa. Karibu. Asante sana. Zingatia sana ndugu. Asante sana. Ae, msalaba unavuja damu, msalaba unavuja damu, msalaba unavuja damu, msalaba unavuja damu. Tena ananiachia chai na mandazi matatu. Kweli mimi ukunywa chai na mandazi matatu. Pesa ninaacha shilingi 15,000 nyumbani kwangu. Wewe mabuti. Mabutu. Mabuti bwana. Wewe unanikosea jina langu wako piga makofi. Wewe na jina kama umezikwa bwana, jina gani? Wewe kwani wewe akili una? Wewe hujui solo la manyama? Ulishawahi kupikiwa solo la manyama? Wewe upikiwe. Sikiza nikwambie. Hao wanawake unaachia pesa nyingi ndani. Wenyewe ndio kucheza vikoba, wanapata pesa, wanafanya mambo ya kupigana kwa shule. Nini bwana? Wanaondoka tu wanielezea ujinga huo analeta. Mandazi matatu mimi. 15,000 mandazi matatu. Mama, shida nini? Mama, shida nini? Mama. Msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu, msalaba wangu unavuja damu.
Usishtuke, niko hapa kwa ajili ya matatizo yanayokukumba wewe. Unamaanisha nini kusema hivyo? Huku unaenda wapi huko? Nahisi haikuhusu. Unajisumbua. Sasa sikia, matatizo yote ya huyo mgonjwa wako inatakiwa uje kule kwetu uliko ufunguo wa hayo matatizo yake. Maneno yao misuma linavyochoma, misoful khali na sonona, yao asidi kali linavyobabua, yani wako tayari hata kukua. Ae msalaba unavuja damu, msalaba unavuja damu, msalaba. Salamu. Nilikuwa naondoka, ila akijaribika kitu, dawa hizi hapa. Maelekezo yote nimeandika huko. Zingatia, sina pharmacy wala hospitali. Niona? Ndio nimeiona. Ni nyumba moja kubwa sana, na wanaweza kukaa watu zaidi ya 100. Lakini mtu ukiangalia kawaida unaona kama ni kiota, ila unaingiaje, unakaaje, unatokaje ni baada ya ujenzi. Sawa? Sawa. Na nyumba hizo zipo mpaka Ikulu. Na imani tabasamu lako linaashiria safari njema. Jamani. Na yenye faida. Kuisha. Ni yani uhakika saizi shoga yangu, mimi nakwambia yule uhakika kafika bosi. Umemaliza kila kitu? Kila kitu shoga yangu. Yuko wapi? Au umemficha huko nyuma? Jamfungia, unajua yule kuyeyuka wewe. Sasa nimemkuta nikamwelekeza aje hapa. Sasa pale tulipokutana kuna njia panda. Nahitaji hela. Nakupa siku hizo 2 nimekopa. Kwa hiyo mama ngumu kwa yuko ndani mgonjwa, sina pesa na nahitaji dawa. Binadamu noma wanaga huruma, na ukiwafatisha utapagawa. Maneno yao misuma linavyochoma, mitoful khali na sonona, yao asidi kali linavyobabua, yani wako tayari hata kukua. Njia moja imeenda hivi, njia nyingine ikaenda hivi. Sasa nikawa nawaza, kati ya hizi njia mbili, njia ya kileleni ni ipi? Sasa labda nikuelekeze njia kwa kileleni. Kakiota. Hebu chungulia kidogo. Chungulia hapo. Nichungulie. Unaweza kukutana na mji mpya wa mbinguni. Sio kileleni, kilingeni. Sasa mimi nilikofu umenionea tu kwa sababu mimi nimezoea kuyayu. Yaani mimi nimezoea kuyayu, njia sizijui, ndio maana nikashindwa kumwelekeza. Na mwelekezaje? Sana mwelekezaje ungekuwa ungemwelekezaje? Yeye tena umemwacha tena kwa mara nyingine. Kumbe kilingeni, yani atafika tu yule. Mimi nakwambia lazima afike hapa. Na tena nakwambia nitamleta leo. Sasa atafika. Mimi nakwambia huje naye, sio mwelekeze. Yule kuyeyuka ajui sasa. Mimi ndo najua tu. Au ngoja ni yeyu nikamfuate. Shika kiota. Mimi na yeyu. Bye. Usiwe kama huyu. Sawa. Kwa sababu kila anachokifanya haelewi mwanzo ni wapi, mwisho ni wapi. Yeye yupo katikati tu. Kwa yuko ndani mgonjwa, sina pesa na nahitaji dawa. Binadamu noma wanaga huruma, na ukiwafatisha utapagawa. Mama, dawa hizi hapa.
msalaba, msalaba wangu unavuja damu, msalaba, msalaba wangu unavuja damu, msalaba, msalaba wangu unavuja damu, msalaba, msalaba wangu unavuja damu. Kwanza nikupe hongera. Kwa sababu jambo lako kwanza limeenda vizuri. Sawa. Na vile vile hakuna kinachoweza kuharibika. Shika. Unaweza kuniambia ni idadi ya majani mangapi? Hapana. Sasa idadi ya wingi unaoona kama huu ndiyo mafanikio yako yanaenda kuwa. Kile utakachokigusa kimenyoka. Na hata kuhusu wanaume kama wanahitaji watakuja wa kila aina. Wenye rangi zote, wafupi, warefu, wengi utawakimbia. Lakini hataweza kuja mwanaume maskini hata mara moja. Sababu waga sina kujaribu kazi. Nashukuru. Niseme asante sana babu. Ikitokea unaoyasema yakawa ni kweli, nitarudi kwako kwa kutoa shukrani. Ni vizuri kwa sababu uwaga sina kujaribu kazi. Mimi waga napenda nifanye kazi na imalizike na kila kitu kiende sawa. Na kwa sababu umefanya kazi, basi jambo limeisha hilo. Nashukuru sana. Tuko pamoja. Ndio. Kuwa makini na vile nilivyokuelekeza. Sawa. Poleni na kazi. Wewe subiri. Mambo vipi mlembo? Safi mzima. Mzima. Naona kajuani hivyo. Nasubiri usafiri. Safiri ndio unataka nini tena chingine mlembo eh? Waelekea wapi? Kwa mzezo wange. Kwa mzezo wange pale ni 1500 tu. Mbona hii bei alivyo? Kati ninapojua mimi ni 1000. Ya kweli 1000 ungeingia kwenye mfumo. Ngejaa twende mpeleke dadangu 1000 tunaenda. Hamna, unajua sisi. Hebu safiri afu tarejea baada. Tayari nimeshafanikisha kule. Vipi huyu mmemshughulikia? Tayari. Na kusurprise leo. Hizi dawa za yule mama yule mgonjwa. Sasa mimi nikaziangalia nikasema mbona kama hizi dawa za ukimwi? Ina maana huyu mama ana chiti. Hadi watu wazima wana chiti, ndio nikasema so vibaya, ngoja nizichukue nizilete kwako bosi wangu, mganga mkuu, shoga yangu mwenyewe. Wajua wewe akili zako hazina akili, afu ndio tunaonekana sisi wa hivi hatuna faida yote. Kumbe wewe ndio unafanya sisi wengine tuko tuna akili zetu timamu, hatuna akili. Sasa wewe mwanamke gani? Eti mwanamke gani? Nimeolewa. Wewe mwanamke katika wiki unaondoka, siku zote unaondoka, hata siku moja ubaki nyumbani. Na ukibaki kwa dharura. Sasa mambo hayo si hatupendi. Tena eti mtu anakaa ndani kwake anipikia mimi wale. Wewe unapika mtoto wa kike vizuri kabisa. Wewe tuna akili zetu timamu. Mabuti. Wewe hujui mimi kama naongea mke wangu uone au? Wewe vipi bwana? Pita na zako. Wewe nenda chooni kamaliza haja zako. Kuna wakati mwingine usole ngeingia mambo ya watu. Haya watu wengine. Watu tunaongea na wake zetu, tunakuja. Wewe vipi wewe? Muone kwanza. Wewe akili una.
Utapona mamangu, usijali. Jana nimebahatika kuonana na daktari. Na ameniambia ugonjwa wako sio ugonjwa sugu kabisa. Na kuna masharti amenipa. Nikiyazingatia utapona siku hizi. Hata umwaka uishi. Nitashukuru. Maana nimeshachoka vipole. Naelewa mama. Najua umemisi kwenda kulima kule mashambani kwako kule. Utembee ukasalimia majirani. Ila utapona siku hizi mama. Hebu zitizame mwenyewe bwana wewe. Yaani sio dawa za ukimwi hizi. Basi kesho. Ila ongela kwa kazi nzuri uliyofanya. Sawa, kazi nzuri. Kaandika siku zote leo umefanya kazi nzuri sana. Hongera. Na nitakuzawadia. Live. Nitakupa zawadi. Wataona cha moto. Dadangu. Unaweza kaenda. Kuna kazi namalizia. Kumbe nyie sio waganga, ni wachawi. Sio kazi ile kuleta hapa. Fanya kazi yako ile kuleta. Nani amekupa mamlaka kuongea kauli kama hiyo kwenye eneo langu la kazi? Na kama ukihitaji kufanya tofauti na tulivyokubaliana, basi nitakugeuza kibuyu cha asali sasa hivi na nitampa kila mtu akulambe. Tumlambe. Wewe sasa zinakuhusu? Au nigeuze mti sasa hivi? Kaniletea usinga nigeuze mti sasa hivi. Msamehe tu. Wewe. Toka. Katibua mizimu mpaka mizimu imechukia. Jamani. Pole na safari. Asante binamu. Hivi ujionee huruma. Tizama ulivyofubaa. Maisha gani haya unayoishi? Kwani huwezi kuachana na huyo mgonjwa ukaangalia maisha yako? Familia nyumbani inakuhitaji, lakini bado umeng'ang'ana na huyo mgonjwa. Nakuheshimu sana binamu yangu. Yule mgonjwa anapomuona pale, mimi ndo namhudumia kila kitu. Nikipata tunakula, nikikosa tunalala njaa. Na sidhani kama kuna yote na muathiri kati yenu. Au wewe na kuathiri? Hapana. Karibu ndani. Maneno yao misumali inavyochoma, misoful khali na sonona yao asidi kali. Unapika chakula kizuri kinanukia ndani, mtoto akitanga sio akimazabe, lakini unaniambia eti mume wangu enda kapakue. Kupika upike wewe, kupakua nipakue mimi. Tena niwaambie wakina dada wa mtaa huu mloolewa. Nyie siku hizi mapenzi mmefanya kama vile biashara. Mnafanya biashara, ngoja niwapasue, mimi ndo kungu wenu. Haiwezekani mtu akikwambia tunakupenda basi wewe ndo kila siku mara vocha. Mara si nataka kijola, mara si ndo alivyo mke wangu. Wewe kila siku unataka eti vocha au mara si kijola sijui.
Wewe nini wewe sema shughuli haziishi. We Mabuti we. Nani? Mabuti. Wangu sana. With Nathan. Oh. Hatari yo mwanangu. Kwa nini nayo pajui huku? Sio karibu tuongee. Unakaa mbali Mabuti. Watu tunaenjoy, tunaongea. Kama kawaida mwanangu. Tangia kule na kuona una bwata rafiki yangu. Unaongea na nani ndugu yangu? Bwana wewe acha tu. Acha nikwambie kitu mwanangu. Yaani hapa nilikuwa nafikiria hivi ningekuwa na mke ingekuaje? Kwa hiyo hapa nilikuwa na mchamba mwanamke mwenye tabia mbaya. Wewe ndugu yangu unaenda kupagawa. Kwanza fanya mbango ndo tukalewe kwanza, maana hapo yani upo mzima hata hujalewa tu tukafike huko. Leo ufa ya kwako. Unauliza ndio. Wewe fanya mpango dondoke. Nauliza ndio. Twende babu, au wewe namna gani vipi hapa? Nani hapo? So. Ile unakoendesha kani hapa. Tukafike huko. Wewe bwana kuna tsari. Unauliza ndio ndugu yetu. Ongea ndio. Yaani mzima na mneo asema umeelewa? Mimi sikielewa. Tulia leo ngakupe vyombo. Tuta vyombo. Wewe na nini sio anaenda. Vyombo. Mpaka